na tuko na shekhe wetu hapa pia, tutampa fursa ajieleze yeye ni nani na amekuja hapa kama nani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufanyia wepesi kufika mahala hapa panapoitwa Silala, kaunti ya Kilifi, sehemu za Ganze. Mimi kwa majina ni Ustadh Lali, ni mmoja katika shirika la Halal Charitable Trust ambalo linapatikana Mtwapa, na kwa ufalme wa Allah leo tumeweza kufika hii Silala kuwagawanyia ndugu zetu Waislamu iftar kama ndugu zetu ambao tunafunga nao pamoja. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika mambo ya kheri tunayoyafanya. Asalamu alaykum. Naam, endelea kufuatilia Halal Charity TV ili kuyapata mengi yanayojiri katika safari hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kama alivyoeleza ndugu yetu shekhe wetu, walillahi alhamd, hii ni safari ambayo safari hii imepangwa kuja kufurahisha ndugu zetu. Haimaanishi kwamba sisi tuna hali nzuri sana mpaka tukaja kuwaletea ndugu zetu chakula, la. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kila mmoja ana hali yake tofauti. Kwa ile hali yetu na kuona kuna wahitaji zaidi na kuna ndugu zetu, tukaona ni bora na sisi pia tutie mguu wetu, na sisi pia tutie nguvu zetu kupitia mikono na mali za wengine, ili tuwe ni daraja ya wengine kufurahi. Nasaha zangu ni mbili tu au moja. Nitatoa nasaha hizi kama ndugu wa Islamu. Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa anazungumzia mwezi huu wa Ramadhan unapoingia, anasema futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa sufidatish shayatin. Milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa na mashaitani wanatiwa nyororo. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala analifanya hili? Anasema mmoja katika wanazuoni wa dini hii, Imam Ibn Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala anaifungua milango ya pepo likathrati al-a'mal as-salihah, kwa kule kukithiri amali njema kwa waja katika masiku kama haya, na inafungwa milango ya moto liqillati al-ma'asi min ahli al-iman, kwa kule kupungua maasi kwa waumini. Walillahi alhamd, yule aliyekuwa muovu kabla Ramadhan sasa hivi ameonekana ndio mwema, yule aliyekuwa mwema amezidisha wema wake. Kwa hiyo ndugu wa Islam, yote ya khairi aliyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na mwezi huu yanamuhusu aliye na uwezo na asiye na uwezo, yanamuhusu Muislamu wa aina yoyote. Maadamu ni Muislamu, basi anatakiwa awe ni mwenye kushikamana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fursa adhima Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Huenda ikawa wengine ndio Ramadhani yetu ya mwisho. Kipi ambacho tumekifanya lau tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni sababu ya sisi kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi, law qila li ahli al-qubur tamannaw latamannaw yawman wahidan min Ramadan. Lau wale ndugu zetu, wale jamaa zetu waliotangulia mbele za haki, waliomo makaburini, lau watapewa fursa na Allah subhanahu wa ta'ala, watamani, wataitamani siku moja inayopatikana ndani ya Ramadhani. Mimi na wewe sasa hivi tumepata takriban siku 18, siku 17. Ni kipi tumekifanya katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Tukimalizia na kisa kimoja cha masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alayhim, kuonesha umuhimu wa fursa, kuonesha umuhimu
wa wakati aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii fursa aliyotupa Allah tabaraka wa ta'ala, sio kwamba sisi ni wazuri sana kwa Allah au tunapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala au ni wacha Mungu sana ndio Allah katupa fursa kuipata Ramadhan, na wale waliotangulia ikawa wao ni waovu sana ndio Allah hakuwapa fursa. Haina maana hiyo. Masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alaihim, maansar, ilipita kipindi wakawa kuna ukame, mvua hainyeshi, na wao walikuwa wakitegemea sana kilimo. Wakakusanyika maansar, kukusanyika kwao kushauriana waende kwa Mtume alayhi salatu wassalam ili wamuombe Mtume alayhi salatu wassalam. Wakaambizana wao kwa wao, kwa nini tusiende kwa Mtume akatuombe an yufajjira lana min hadhihi aljibali uyuna, Allah subhanahu wa ta'ala atuteremshie maji katika majabali haya. Wakaenda masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Walipofika kwa Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume alipowaona akawaambia, ma jaa bikum illa haja, hakikuwaleta kwangu mimi isipokuwa mko na haja. Niwape bishara kabla ya kulitanguliza mnalolitaka, hakuna jambo mutaniomba leo hii isipokuwa nitawapa. Angalia fursa walioipata masahaba ya kwamba wanachokitaka kwa Mtume alayhi salatu wassalam watapewa leo wakikiomba. Na kilichowapeleka ni nini? Ni dunia. Kilichowapeleka ni nini? Wanataka iteremshwe mvua ili mimea yao yenye kukua vizuri. Wakageukiana wao kwa wao masahaba, wakaambiana, ad-dunya turidun, jamaa, dunia ndo twaitaka? Hii ni fursa tumeipata kwa Mtume alayhi salatu wasalam, je, tutaka dunia? Wakabadilisha mawazo pale pale masahaba, akamwambia, ya Rasulullah, tuombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume alayhi salatu wasalam akanyanyua mikono yake na kusema, Allahumma ighfir li ansar wa abna'i al-ansar wa abna'i abna'i al-ansar, ewe Mola wangu wasamee maansar na watoto wa maansar na watoto wa watoto maansar. Walitumia fursa yao vizuri kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Ingelikuwa mimi na wewe tungesema wacha tupate dunia kisha tutaitafuta pepo kupitia hiyo dunia. Tuitumie fursa hii ya Ramadhan ili Allah subhanahu wa ta'ala aende kuturidhia, ili Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie saumu zetu na ibada zetu tutakazozifanya katika masiku haya. Kwa hayo niliyozungumza, ikiwa nimepatia fabitawfiqi llahi tabaraka wa ta'ala, na ikiwa nimekosea faminni wa minash shaitan, wallahu wa rasuluhu minhuma bari'an, wa a'udhu billahi an udhakkirakum bihi wa ansa. Wassalamu alaykum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من لا نبيا بعد محمد الهادي البشير وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kwanza kabisa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikichukua fursa hii kwanza nawakaribisha rasmi maimamu wetu na viongozi wetu wa misikiti tofauti tofauti katika mji wetu huu wa Mtwapa. Karibuni katika ofisi yetu ya Halal Charitable Trust ambao ndani yake kuna Halal Charity TV. Alhamdulillah, tumefungua ofisi hii kwa malengo tofauti tofauti, na tumeanza baadhi ya mambo ambayo tumeanza nayo na yanaendelea insha Allahu taala, kama mfano upande wa uchimbaji wa visima, kusaidia wajane, vile vile kuwasaidia mayatima na matengenezo, marekebisho madogo madogo yanayofaa kutengezwa katika misikiti. Walillahi alhamdu, pale tumefanya
Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie. Na vile vile insha Allahu Ta'ala leo tuna ndugu zetu ambao kwa upande mwingine tunashirikiana katika mambo ya kheri. Mmoja katika mambo ya kheri tulioshirikiana ni haya mambo ya iftar, ambao hawa ndugu zetu kutoka Absa Bank, wao pia ni miongoni mwa wafadhili ambao tumeanza kushirikiana nao katika kutoa iftari kwa ndugu zetu Waislamu. Hakuna jambo jema wakati huu ambao tuko nao Ramadhani katika hali ya kusaidia ndugu zetu Waislamu, na ndio wakati ambao wafaa kufanyika mambo kama hayo, na maelezo nini yanatosha, kwa sababu ni maustazi, hali ya mwenye kumfuturisha yule aliyefunga. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie amali zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwekee katika mizani hasanati zetu, na vile vile dua zenu ndio tunazotarajia katika kulipeleka gurudumu la Uislamu mbele insha Allahu Ta'ala. Sina mengi ya kuzungumza, nitamkaribisha al-akh Uthman Nasir ambaye yeye ni mmoja katika wasimamizi wakuu wa Absa Bank. Insha Allah falyatafadhal mashkura na maajura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alwahid ahad alfard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kwa majina naitwa Uthman Nasr na natoka Absa Bank, na mimi nasimamia ile Islamic Bank, kitengo cha Absa Bank cha Lariba Coast Region, kuanzia Malindi, Kilifi, Mombasa, Diani, Voi mpaka Taveta. So katika Absa, hata mkiangalia bana nenio pull up zetu, Absa Lariba ndio Islamic Bank ya kwanza Kenya, hata kabla hizi zingine. Tumekuwa kwenye soko kuanzia 2005. Kwa hivyo ni miaka 21 sasa tuingia. Lakini ilikuwa under Barclays. Kisha Barclays kanunuliwa na Absa. Lakini bado Islamic Bank endelea. So leo tunafuraha kwa hapa na ndugu zetu, maimamu wetu, maustadhi wetu wa Mtwapa, na tulifungua branch hapa Mtwapa mwaka jana mwezi wa 10, na ndugu yetu hapa anaitwa Alex, ndio branch manager wa branch ya Mtwapa. So basically under Lariba ni strictly sharia compliant, iko tofauti kabisa na ile benki yetu ile nyingine ya conventional, naona. And tuko na sharia board pia, ambao wao ndio wanaangalia products zetu, wanaangalia policies zetu, procedures zetu, kila kitengo ambacho tunachofanya under hii sharia banking, ambao wao ndio wanaangalia. Katika sharia board members wetu ni chairman wetu ni Sheikh Hamad Kasim. Nafikiri Hamad Kasim tunamjua sote, alikuwa former chief kadhi. Yeye ndio chairman wa sharia board ambaye yuko hapa Mombasa. Wako watano, hawalibakia 4 wako Nairobi. Wa kwanza ni Sheikh Hamad Kasim, wa pili ni Sheikh Sukian pia tunamjua, ambaye ni current chief kadhi. Yeye pia ni katika sharia board members wetu. Watatu kuna Sheikh Ibrahim Lidhome, kwa wale ambao wamesoma Thika University, State Academic University, anajulikana, ni scholar mkubwa anajulikana Kenya, Ibrahim Lidhome. Kisha kuna Sheikh Khalfan Hamis wa Majlis Ulama, kwa wale ambao wanajua Majlis Ulama Nairobi, Sheikh Khalfan Hamis anatoka hapo. Alafu watano anaitwa Sheikh Abdurrahman Guhad, ni wa South Sea Mosque. Kwa hivyo hao ni scholars ambao wako kwa sharia board yetu, ambao hao ndio wanapatia uongozo, guidance ya project zetu za Islamic banking. So katika Absa Lariba tuko na accounts za kila aina za misikiti, za maustadhi kama nyinyi and individual, na pia tuko na mikopo ya kila aina ambayo ni sharia compliant. Kama mtu anataka kununua nyumba, kununua gari, unaona, ataka mkopo kufanya wa kujenga labda, unaona, ama mambo madogo madogo pia tuko na paka hii inaitwa Timiza Lariba. Hii ni app, ni mobile application
ambayo unaweza kuapply kwa simu na iko sharia compliant. It's the first one in not only in the country but in Eastern Central Africa. The first mobile loan app ambayo iko sharia compliant. So tuko na variety of products ambazo kama nyinyi wa maustadhi wetu ama maimamu wetu mnaweza kupia ku benefit nyinyi na misikiti yenu ama misikiti yetu na madrasa zetu pia na walimu wetu wote ni watu ambao wanaweza benefit upande wa Absa. So hiyo tuko ni introduction tu kidogo, lakini tunavyopanga sisi tunapanga tuwe na kama seminar. Maana nyinyi ndio watu ambao mko on the ground. Nyinyi ndio ambao sisi hatuwezi kufikia kila mtu. Lakini hata sisi tuko na strategy inaitwa adopt a mosque. Tulifanya research tukaona kuna misikiti 86,000 Kenya nzima. Na Waislamu waenda msikitini mara ngapi kwa siku? Mara 5. Kwa hivyo waumini pale kwenye waumini wa Waislamu ndio pale tutapata watu ambao waweza kuchukua products kama hizi za Kiislamu. So mwaka jana tulifanya muhadhara wa maimamu pale Al-Yusra Hotel, lakini ilikuwa ni Mombasa County. Huku mtu hapa unajua tumeingia Kilifi County. Na kwa that time kwa tujafungua branch huku. Tukafanya muhadhara through Sheikh Dor ambaye ni chairman wa maimamu. Tukapata waimamu kutoka Maweni, Likoni, Changamwe, kila mahali. Tukawa na muhadhara nao tukazungumza nao kiurefu about sharia banking. So nimeona hapa mashallah kuna namba nzuri na najua si nyote. Kuna wengi ambao labda hawakuwahi kufika. So through Sheikh wetu Sheikh Bashir hapa, mwanzo shukrani sana kwa kupatia nafasi hii. Tutaorganize pia muhadhara maybe half a day. Tuje kuanzia asubuhi mpaka mchana tuelimishane kuhusu ile jambo la Islamic banking, alafu baada hapo tupige chakula chetu cha mchana, tutabaruku pamoja. Unaona? Kwa hivyo hiyo inshallah ndo next move, lakini tumefurahi kwa hapa. Kwa hiyo machacho nafikiri tutasimamia hapo. Shukrani sana kwa muda wenu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi sina mengi ya kuzungumza, maana mimi si shekhe wala ustadhi ambaye na uzoefu wa kuzungumza, lakini inshallah nitazungumza mawili matatu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha leo kufika hapa katika hafla hii ndogo ya kupokea chakula kidogo ambacho tumeletewa na ndugu zetu hawa wa Absa Bank. Tunamshukuru Allah na tunashukuru pia benki ya Absa. Ningependa kuzungumzia mambo mawili matatu. Halal Charitable Trust, pengine mshawahi kuisikia huko mitaani. Halal Charitable Trust ni kitu gani? Hili ni shirika ambalo tumelibuni sisi. Tuna malengo mengi, lakini nitataja malengo mawili matatu tena. Mmoja katika malengo yetu ni kusaidia mayatima. Sote twajua katika mujtamaa mayatima wako wengi na mayatima wanahitaji msaada wetu, na mara nyingi mayatima hawafaidiki, wanahangaika, wanapata shida. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yoyote mwenye kumsaidia yatima atakuwa pamoja na mtume ndani ya janna. Vipi alivyosema yeye mwenyewe? Hivi kahateini. Kwa hivyo ni ofa, ni nafasi muafaka ambayo sisi tumeipata kama Waislamu tukiwasaidia hawa mayatima. Mayatima hawa wako kila mahali. Ukienda mahali popote wewe utawapata mayatima. Sasa hili shirika tukaonelea sisi wacha tuliregister. Ni shirika ambalo tumeliregister kiserikali, tuna makaratasi, tuna ofisi hii mnaiona, tuna account benki, yani ni shirika ambalo liko official, si mashirika haya ya chini chini. Tunafanya kazi yetu waziwazi. Mayatima alhamdulillah tuko nao, tunawasaidia, lakini application tunazozipata ni nyingi na uwezo wetu bado ni mdogo, lakini nina imani inshallah tutapata usaidizi kutoka sehemu mbalimbali ili hawa watoto wapate kufaidika. Na njia moja ambayo sisi tutatumia kutafuta hawa mayatima ama kujua hawa mayatima wako wapi ni nyinyi maustadhi, maimamu na muadhin. Alhamdulillah, naomba ushirikiano wenu katika jambo hili
hili shirika ni lenu na ni letu. Malengo yetu ni kusaidia umma. Project ya pili ambayo tunafanya sisi ni kuchimba visima. Mnajua sehemu nyingi watu hawana maji, hasa hapa kwetu. Ukienda Tana River, ukienda kwetu sisi North Eastern, kuna shida ya maji. Tumeanza mpaka sasa tushachimba visima 10 peke yake, na tulianza hili shirika mwezi wa 8 mwaka jana. Sasa hii ni takriban miezi 6 miezi 7 tunachimba visima 10, lakini target yetu tunataka tuchimbe visima zaidi, ndio umma ufaidike, wasipate shida ya maji. Project yetu ya 3 ambayo bado hatujaanzisha kwa sababu ya hali ya mfuko ni school fees ya watoto ambao wako secondary school lakini hali zao ni duni. Najaribu sana mimi kutafuta masponsor ili tupate at least watoto 100 kila mwaka wapate sponsor, full sponsor, wasome secondary school. Lakini mpaka sasa sijapata usaidizi wote, lakini na imani tutapata. Point nyingine ya mwisho ambayo tuishughulikia, nimewaambia ni mengi, nitataja hayo machache, ni kuhusu maimamu na waadhini wa msikiti. Hapo ndo nitasimama kidogo. Maimamu nyinyi na muadhini wa msikiti, nyinyi ni watu muhimu sana katika umma. Na bahati mbaya sisi kama Waislamu tumewaeka kando maimamu na wenye kuadhini katika misikiti, hasa kwenye misikiti ambayo haina sponsors. Kuna misikiti alhamdulillah anapewa nyumba, anapewa mshahara mkubwa, anapewa gari, lakini misikiti michache. Mingi katika misikiti, nafikiri mwajua, ni matatizo shekhi. Mtu hasa mwenye kuadhini, nani hapa ambaye yuadhini kama yule kijana mashaallah. Yule kijana saa 10 usiku utasikia ameadhini saa 10 usiku. Sisi tumelala, yeye ashainuka, ashakwenda, ashafungua msikiti, ameadhini. Kuna mvua, kuna balaa, kuna giza, kuna nini, yeye yuadhini. Na ukichunguza vizuri, maskini kile kiwango ambacho yapata, hata waona haya kukizungumza. Kweli ama urongo? Na hii ni sisi Waislamu ndio tumekosea, ni dhambi tumefanya sisi. Kwa sababu bila nyinyi misikiti itafungwa. Na mashaallah wenye kuadhini na wenye kuswalisha, sijui ile nguvu mnaitoa wapi. Kaona wallahi mtu yang'ang'ana hivyo yuadhini, hali ni ngumu lakini yumo. Wallahi Mwenyezi Mungu alipe kheri. Sasa sisi kama shirika tunataka sana, moja katika objectives yetu ni misikiti hii midogo midogo tupate ufadhili, tuwaangalie maimamu na wenye kuadhini, at least na wao kidogo maisha yao yawe mazuri. Kwa hivyo niombeeni Mungu, inshallah tuombeeni pamoja, Allah jalie tupate masponsor. Tutawaangalia watu wa msikiti, na si hapa peke yake. Malengo yetu sisi ni Kenya nzima, bora tupate ule ufadhili. Tuko tayari kusaidiana na mtu yoyote, na nachukua nafasi hii kuomba mtu yoyote ama shirika lolote lile ambalo wanataka kufanya kazi na sisi, tuko tayari. Sisi milango yetu iko wazi, tutafanya mambo open, hakuna kuficha ficha, na tutahakikisha misaada yoyote ile tutapata tutaifikisha kwa wale ambao wanafaa kupewa. Vile vile ndugu zetu hawa Absa tuliomba sisi, tukaambia bwana, tuna program ya kulisha maskini Ramadhani ama watu ambao hawajiwezi. Tumesaidiwa na mashirika kadhaa, lakini nitazungumzia Absa vile leo wao ndio wako hapa. Wametusaidia alhamdulillah. Juzi wamekuja wakubwa wao kutoka Nairobi, wamekuja hapa wakatupatia hiki chakula ili tukigawanya. Jumapili tukapeleka chakula sehemu ya Ganze, tulienda mpaka Ganze tukagawanya hicho chakula. Alhamdulillah watu wamefurahi kule. Sasa sisi kama shirika tukaona ni lazima hawa maimamu wetu pia tuwaangalie. Mara nyingi huwa wanawekwa kando, huwa wanaonekana wako sawa, lakini in reality wako na matatizo, wako na shida. Ndio sisi kama shirika tukaonelea wacha tuwaite walimu, maimamu na wenye kuadhini
katika eneo hili letu la Mtwapa, na si misikiti yote, kwa sababu walichotuletea bwana tumejaribu kukigawanya. Nafikiri tumepata misikiti kidogo, lakini nina imani kuanzia mwaka ujao tutapata msaada zaidi na tuta expand hii, ili kila msikiti at least imam na yule mwenye kuadhin at least naye apate chakula cha Ramadhani mwanzo wa Ramadhani, iwe hana fikra ya kutoka kwenda kutafuta, yeye ni kufikiria tu msikiti, imamu ni kufikiria kibla, khatibu ni kufikiria mimbar, ndio Waislamu wafaidike. Jambo la pili, shirika hili tulipolibuni tukafikiria ni namna gani tutawajulisha Waislamu kuwa tuna hili shirika ambalo linafanya yale niliyowaelezea. Tukaja na shirika hili lingine, Halal Charity TV. Ukienda kwa YouTube utatupata, ukienda kwa TikTok utatupata. Malengo ya huyu Halal Charity TV, wacha ni kama mtu Halal Charity TV, malengo yetu ni mawili. Kwanza ni kuelezea umma zile project ambazo sisi tuzifanya, hivyo visima, mayatima, hivi maimamu vile tumewaita, kuelezea watu ili yule ambaye anatusaidia aone kile alichokitoa chaenda wapi. Sababu siku hizi fitna ni nyingi, kila mtu anakuambia bwana, mimi nakupa kitu lazima nione. Mtu haamini, ambao ni sawa. Allah ameturuhusu kutoa kwa dhahiri na kutoa kwa siri. Sasa shirika hili cha Halal Charity TV, moja ni kuonyesha hizi project ambazo tutazifanya. La pili ni kuelimisha umma. Tunawaelimisha umma kwa njia nyingi. Kuna mashekha alivyosema Ustadh Ali wanakuja hapa kila wiki, tunawarekodi, wanatoa da'wa mbalimbali. Kuna khutba za Ijumaa pia huwa tunazirekodi. Kisha kuna mashekhe mbalimbali wanakuja mara moja pia tunawarekodi. Kwa la msingi mimi ningeomba tushirikiane, inshallah hili jambo lifaulu, tuko pamoja, Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Na ningependa pia kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana Absa Bank, hii kazi mzuri waliofanya. Management yao kumetoka Nairobi kutuletea hicho chakula, tunashukuru sana Sheikh Athman, regesha shukrani zetu na waambie sisi tumegawanya ganze, sasa tunawagawanyia maimamu, kuna na kina mama pia saa ile tumewagawanyia. Kwa hivyo nilivyosema siku ile, hakuna kitu kimebaki kwenye sufuria. Sufuria iko nyeupe kabisa, tumeisafisha. Kwa hivyo mimi ningeomba ushirikiano wenu kama mashekhe katika jambo hili, na ofisi iko wazi. Time yoyote mnaweza kuja, kama kuna fikra yoyote, kuna jambo lolote, tunaweza tukashirikiana kulingana na uwezo wetu. Kama tunaweza tutasaidiana, kama hatutaweza tutakuelezea, inshallah tutajaribu namna nyingine vile tutaweza kusaidiana. Kwa hayo machache, shukran wa jazakumullahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف ألطف بنا في مدد به المقادير، وهون علينا كل عسير، وهون علينا كل عسير، وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير، وبحوائجنا أنت عالم بها وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.